Bwana, mambo vipi? Safi kabisa, mambo yanaenda. Fresh, unaitwa nani bwana? Mimi naitwa Simon Ezekiel. Simon Ezekiel. Wewe ni mwanachuo wa chuo au ni mtu ambaye unatarajia kwenda chuo? Of course mimi sasa hivi nimesoma mpaka stage ya diploma. Nategemea kuendelea. Nimetulia kidogo kwa ajili ya kuvuta pumzi na kuangalia maisha mengine yanaendaje. Ni muda gani labda wewe umetumia kusoma diploma? Ni miaka mitatu. Ndani ya hiyo miaka mitatu najua kuna vitu vingi sana umepitia. Hebu tuweze kushare na wewe ndani ya miaka mitatu, ni kwanza kozi yako ilikuwa ni kozi gani, lakini pia ni lifestyle gani ambayo ulipitia ukiwa chuo ndani ya miaka mitatu? Kozi mimi nimesoma journalism and mass communication. Ni Dodoma, kuna chuo kimoja kiko pale Dodoma. Kinahusika na mambo ya uandishi wa habari. Ndio. Kwa nimesomea hapo. Maisha ya chuo yakoje? Maisha ya chuo bana, unaelewa. Ukishafika chuo kuna vitu lazima vinakuwa vinabadilika, maisha yanabadilika. Matumizi kwanza yanakuwa tofauti na zamani ilivyokuwa, labda shule ya labda sekondari wapi, naona inakuwa tofauti. Kuna mwanachuo ambaye anakufuatilia wakati huu, na yeye pia anatamani kufahamu ulichaguliwa kwenda chuo au labda wewe mwenyewe baada ya kumaliza level ukaamua sasa ukae utafakari ukafanya nini? Mawazo yalikujaje ya kwenda chuo? Mimi bana, nilipomaliza form 4 mimi nilikuwa sitaki kwenda form 6 na 5. Matokeo akaja ya kuendelea tu, na niruhusu kuendelea na chuo. But nilipoona hivyo nikaona sio mbaya, ngoja sababu niendelee, kwa sababu nilikuwa na kozi ambayo mimi mwenyewe nilikuwa naipenda kusoma, ingawaje wazazi wangu walikuwa hataki nisomee hicho kitu. Kwa hiyo tulileta mkanganyiko ambao ulileta kidogo sitofahamu, lakini mimi nilazimisha niende chuo. Wazazi wenyewe wanataka uende ukafanye nini? Walikuwa wanataka nikasomea mambo ya tour guide. Walikuwa wanataka nikasomea tour guide sababu ya walikuwa na connection maybe na watu wao. Kwa mzee wangu ndo alikuwa anahitaji kitu. Kwa hiyo tuseme wakati mwingine pia wazazi huwa wana maono au ni connection ambazo walikuwa nazo mkononi, ukiona kwamba kijana wetu asije akapata tabu. Sometimes wanakuwa na maono kwa sababu wanajua kwamba mtoto wangu akienda kusomea course ambayo kuna watu ambao wanaweza akishamaliza tu moja kwa moja anaingia kwenye ajira. Kwa muda mwingine tunazipuza tu hizo, tunapuza yale maono ya wazazi na kuangalia maono ya sisi binafsi ambayo kwamba mimi nahitaji kuwa fulani. Baada sasa kufika chuo, maisha yalikuwaje? Mapokezi, washikaji, ilikuwaje? Hapo kwanza ilikuwa ni shule ni chuo cha bweni au mlikuwa mnakaa tu ghetto? Yaani kuna bweni, kuna watu ambao sio wanaishi nje ya mtaani. Mimi bana nilipofika tu nilifika ule mwaka wa kwanza ule nilifikia hostel. Lakini nilipofika hostel, mazingira niliyokutana nayo sikumaliza hata wiki nilikuchosha, nikachoka. Yani nikasema mazingira sio, nikaamua kuondoka, nikaenda kupanga. Kwa hiyo nilienda kupanga, nikawa naishi nje na bweni. Ulikuta mazingira gani kwanza? Ndio watu wanataka tushare navyo, kwa sababu unajua kuna watu wako nyumbani kule wanatamani kufahamu hivi ukikaa mtaani kukoje na ukikaa bweni kukoje? Mazingira ya chuo bana, ya bweni sometimes unakuwa kuna vitu ambavyo kwanza nilikuta ile bweni kipindi kile ilikuwa mazingira yake ilikuwa ni magumu. Kwanza maji yalikuwa ni shida. Yaani maji ni Dodoma huko. Maji yalikuwa ni shida. Pia mazingira ya ndani ilikuwa kidogo sio mazuri. Kwa hiyo sometimes ukikaa na penye bweni akili kwanza inakuwa na laimaa, bora ukajichanganya mtaani. Hata kama
kuna vitu vingine unakuwa unajichanganya na watu wengine, hata kama walikuwa labda unataka kuorganize na nini. Kama kuna vikazi unaingia mtaani unafanyaje? Lakini ukikaa hostel muda wote wewe unawaza tu, unaingia kwenye simu, unacheza game, wifi ipo nini na nini, inakuwa akili imefanyaje? Imelemaa. Lakini ukiingia mtaani unaona mtu mwingine, watu wengi wanafanya kazi, wanaingia huko na kwa hiyo akili na wewe itakutuma kwamba sina kitu fulani kwenye ndani mwangu, nahitaji nifanyaje nikipate, lakini sina hela, nifanye nini? Lazima utafute njia ya kupata kile kitu ili kwa hiyo inakuwa hivyo.